Kitu kikubwa ambacho kinavutia zaidi kwa upande wa muziki ama wasanii wa Nigeria, ushawishi wao haujawahi kuishia kwenye muziki tu pekee. Na tumewahi kuwaona kwenye kazi mbalimbali, kwenye upande wa industry ya burudani, kwenye upande wa filamu, na this time wamerudi tena wakifanya mashabiki waweze kuwa na hamu kubwa sana kwa ajili ya kuweza kuitazama filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone, moja kati ya filamu ambayo inasubiriwa kwa hamu sana. Na kitu kikubwa ambacho kwa upande wa filamu za Hollywood wanaamini kwamba muziki wa Afrika sasa hivi unaweza ukasimamia filamu nzima za upande wa filamu za Hollywood na mambo yakaenda kuwa makubwa zaidi, lakini pia ukaweza kufika mbali zaidi kwenye industry ya filamu duniani kwa ujumla. Na tunafahamu kwamba tayari imeshatoka trailer ya kwanza kabisa ya filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone, moja kati ya filamu ambayo inatupa story ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Zeli, ambaye yeye kwa upande wake anahakikisha anapambana sana kwa ajili ya kuweza kurudisha nguvu za uchawi ambazo zimechukuliwa na moja kati ya mfalme katili sana katika ufalme wa Orisha. So sasa kwa upande wake Zeli, jukumu lake kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba anarudisha zile nguvu za uchawi ambazo wako nao katika jamii yao ama katika ufalme wao, ili kuweza kuzirudisha baada ya kuchukuliwa na huyu mfalme katika ufalme wa Orisha. Moja kati ya filamu baada ya kutolewa tu kwa trailer yake kwa mara ya kwanza kabisa umeweza kushika vichwa mbalimbali vya habari kuanzia Marekani lakini pia Afrika kwa ujumla, kwa sababu kwa asilimia kubwa sana katika filamu hii hapo wametawala watu wa Afrika. Hapa nazungumzia kutoka cast kutoka nchini Afrika ya Kusini, kuna Nigeria na Ghana, na habari kubwa ambayo imeweza kuvutia watu wengi sana baada ya kutolewa kwa trailer hii ya Children of Blood and Bone ni baada ya Tems kuweza kutambulishwa kama executive music producer ama producer mkuu ambaye atasimamia masuala mazima katika soundtrack ama nyimbo ambazo zitasikika katika filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone, na atahakikisha kwamba zile collaboration na wasanii, lakini pia kuhakikisha kwamba zile soundtrack zinaendana na hadithi kamili ya filamu hii hapa. So haya yote majukumu amepewa Tems, na tunafahamu kwamba Tems si mara yake ya kwanza kuhusishwa kwenye upande wa soundtrack. Tuliona kwenye upande wa Black Panther Wakanda Forever pale mle ndani aliweza kusikika sauti yake, lakini pia kuweza kuandika wimbo huu hapo. Lakini kwa upande wa kwake Burna Boy katika filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone, yeye yupo kama executive music consultant ama mtu ambaye anahusika katika kutoa ushauri nini hasa ambacho kiweze kufanyika kwenye upande wa ubunifu katika kazi hizi hapa ama soundtrack, nyimbo ambazo zinasikia katika filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone. Lakini pia wasanii ambao wamo humu ndani ama ambao wamehusika katika kutengeneza soundtrack, bila kumsahau kuna BNX ama Benson, bila kumsahau Fireboy DML, lakini pia kuna Tems na Burna Boy. Hao wote ni wasanii kutoka nchini Nigeria. Yani kunaona kuna mnafani kama muziki wa Afrobeat umeweza kuweza kupenya mbali zaidi, imefika hatua ni kwamba wanaweza kuamini kabisa kwamba muziki huu unaweza kaingia katika kazi hizi na ukaweza kufika mbali zaidi, lakini pia kuvutia watu wengi zaidi. Lakini story ambayo imeweza kuvutia watu wengi ama party ambayo imeweza kuvutia watu wengi sana ni baada ya kuonekana kwa Ayra Starr pamoja na Endurance. Huyu ni choreographer ama dancer kutoka nchini Ghana, ambaye kama wewe ni mpenzi wa TikTok kama mtu ambaye unafuatilia sana kwa upande wa TikTok, basi sura hii hapa sio geni kwa upande wako, nadhani utakuwa umeshamuona. Lakini pia kwa upande wa Ayra Starr ni mmoja kati ya wasanii ambaye tunamfahamu anafanya vizuri sana kwenye muziki wa Afrobeat, na humu ndani ameweza yeye ameweza kuplay part kama actor. Yeye hajahusika kwenye upande wa mambo ya soundtrack, lakini yeye tunamuona atahusika kwenye upande wa kuigiza. So sasa hivi status ya Ayra Starr imeweza kuongezeka, sio msanii tu pekee, lakini pia sasa hivi tunaweza kumuongeza kama actor, na katika filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone ameweza kuonekana katika party hii hapo. So tuweze kuisubiri kwa hamu sana tuweze kuona ni nini hasa ambacho wamekiigiza humu ndani Ayra Starr, bila kusahau Endurance, moja kati ya content creator ama dancer ambaye anafanya vizuri sana kwa upande wa nchini Ghana. Sasa hadithi nzima katika filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone imetoka katika riwaya ya Tomi Adeyemi, ambaye huyu ni Mnigeria ambaye anaishi nchini Marekani. So story yake ambayo aliandika katika riwaya hii hapa ndio imechukuliwa na kuweka katika filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone. Sasa hii inaonyesha kwa namna fulani ama kwa namna ambavyo wanamuziki wa Afrobeat kutoka nchini Nigeria ama upande kwa West Africa ambavyo wanaendelea kushawishi kwa asilimia kubwa sana, ambavyo wanashiriki katika kazi za Hollywood ama kazi ambazo zinahusisha watu wa Marekani huko, na mchango wao umeendelea kuonekana, lakini pia kuweza kuthaminiwa kwa asilimia kubwa sana, na tuweze kutegemea labda kuwaona wakiwa nominated kwenye tuzo za Oscars, kwa sababu Academy Awards huwa inachukua zile original song
ambazo zimetengenezwa, yani zile nyimbo original kabisa ambazo zimetengenezwa kwenye filamu na zinakuwa nominated kwenye tuzo za Oscar. So kwa mwaka 2027 huenda tukategemea kuona majina ya wasanii kama Tems, lakini pia Ira Star, Burna Boy na wengine ambao wamehusika katika filamu hii hapa ya Children of Blood and Bone, kwa sababu ni kazi ambayo inaonesha itakuwa moja kati ya filamu nzuri sana, kwa sababu historia yake ambayo imeonyeshwa mule ndani, lakini pia quality ya filamu kutokana na teaser ambayo tayari imeshatoka. So watu wengi sana wanaisubiri kuweza kuishuhudia, na humo ndani kuna mastaa mbalimbali ambao wameshiriki kutoka nchini Marekani. Hapa namzungumzia Cynthia Erivo, huyu ni mwigizaji kutoka nchini Marekani, bila kumsahau Idris Elba, kuna Damson Idris na wengine kibao ambao wamepata nafasi ya kuweza kushiriki humo ndani. So tuweze kuisubiri kwa hamu sana. So filamu hii rasmi itatoka itakapofika Januari 15 mwaka 2027, ndio itaanza kuoneshwa rasmi kwenye kumbi za cinema. So kwa upande wangu mimi naisubiri kwa hamu sana, na expectations zangu zimekuwa high zaidi baada ya kuwaona wasanii hawa kutoka nchini Nigeria, lakini pia Ghana, ama watu ambao wa Afrika wenzetu wameparticipate katika filamu hii hapa. So kwa upande wako nataka uniambie nini hasa ambacho kimekuvutia zaidi baada ya kuitazama trailer hii hapa ya Children of Blood and Bone, filamu ambayo inatarajia kutoka mwakani. Nataka uniambie hapo kwenye uwanja wa comments.